Kwa majina naitwa Nafsa Yasin Wahed, ni mwanafunzi wa shule ya wasichana hapa Nangwanda kidato cha 6, mchepuo wa HKL wa sanaa. Kwa siku hii ya leo tumeweza kufurahia zaidi, pia tumeweza kupewa kama elimu, kwa sababu mkuu wetu ameweza kutuandalia iftari fupi kwa ajili ya wanafunzi wote. Ni kitu bora sana na pia ni kitu muhimu sana kwa watu wote hapa, kwa sababu hii pia inaweza tu encourage sisi kuwa ni watu watoaji au kuwa ni special, pia ni kujifunza kitu muhimu kutoka kwake. Kwa hiyo tunamshukuru sana na Mungu azidi kumbariki, pale alipotoa aweze akaongezewa. Yes, unazungumzaje kuhusiana na mazingira ya kujifunza na kama mwanafunzi hapa shuleni? Mazingira ya kujifunza yako mazuri, haswa nikitolea mfano huu wa leo, manake anaendelea kutufanya kuwa watu wema pale katika swala zima la utoaji, manake tunakuwa pia ni watu wa kwanza au kuwa mfano bora sana kwa wenzetu. Nadhani pia si peke yangu, haujawa mfano mkubwa sana kwangu, pamoja na wengine. Nadhani hata pia watazamaji hivyo hivyo. Umejisikiaje kusoma shule ya Nangwanda Sekondari? Kiukweli nimejisikia vizuri kwa sababu ni shule nzuri, lakini pia ina maendeleo yake kwa sababu walimu ni wazuri, pia wanafunzi wana ushirikiano mkubwa sana na walimu wao. Sawa, kabla na baada ya kufika shuleni, pengine ni kitu gani cha tofauti ambacho ulikuwa una feel pale ulipoambiwa kwamba umepangiwa Nangwanda Sekondari, lakini baada ya kufika umeona cha tofauti? Kiukweli kwa mara ya kwanza nilikuwa sijui shule. Ndio. Kwa mara ya kwanza, kwa hiyo nipa tabu hata hivyo pia kujua ni sehemu gani ninayoenda, kwa sababu nimetoka mbali na ninapoelekea nisipajui. Kwa hiyo ilikuwa ni ugeni pamoja na kuwa na hofu sana na woga, lakini baada ya kufika hapa kuyatambua mazingira mazuri na vizuri zaidi, na baada pia kuwatambua walimu pamoja na wanafunzi wengine, kwa hiyo nifanya niwe huru, na sasa hivi niko huru na ninaelewa vizuri. Kuhusiana na upande wa academic unaizungumzaje shule yenu? Kuhusiana na upande wa academic iko vizuri sana. Kwanza tukiangalia kwa upande wa walimu wenyewe, wako walimu wa kujitoa vizuri, mitihani ipo mingi ya kutosha, library ipo ambayo inaeleweka, ambapo wanafunzi wote ambao muda wote na saa yote anaingia kujisomea. Haijatosha, pia wameweza kuandaa debate za kutosha, midalo ya kutosha, ambapo kunatufanya wanafunzi tuwe na confidence. Chukua nafasi mwambie yule mzazi au mlezi ambaye pengine hajui sekondari ya Nangwanda na kwa nini mtoto wake amlete hapa, labda unaweza kutuambia? Kiukweli shule ya Nangwanda kwa sasa hivi imechukua nafasi kubwa sana kwa upande huu wa Newala na pamoja kwa mkoa mzima wa Mtwara na Lindi. Yes. Tukichukulia kwa matokeo ya form 4 kwa wakati huu yamekuwa bora zaidi. Tukienda pia kwa upande wa kidato cha 6 tunaona wani za kutosha pamoja na 2. Tunaona wapo 3 kwa sasa hivi zimefutika. Na tukiangalia mwaka huu 2026 nadhani, na sio kuzani tu bali ni uhakika, wanafunzi wa kidato cha 6 wanaenda kutoa wani za kutosha. Kwa hiyo wazazi tunawakaribisha shule ya sekondari Nangwanda, ipo mkoa wa Mtwara jijini Newala. Yes. Kwa majina naitwa Shahidi Ramadhani, nasoma form 5 Kombe TG4. Kwa hiyo kitu kilichotokea hapa shuleni kwetu nahisi ni kitu kibora sana, kwa sababu nahisi kabla huko miaka nyuma nahisi huenda ikawa kitu kama hicho hakija kufanyika. Lakini kwa mwaka huu mwalimu wetu wa shule ameamua kutubariki kwanza kutufanyia kitu kama hiki hapa. Ningependa azidi kuwa na moyo huo kila siku aweze kufanyia hivi, maana hivi imekuwa kama catalyst ya kutufanya sisi tuweze kusoma vizuri. Maana tukifanya kama hivi huenda shule nyingine ikawa hajafanyia kitu kama hichi. Kwa hiyo sisi tutajiona labda mama yetu anatupenda hivyo. Kwa hiyo kabisa nahisi kama vile imekuwa chetu kwetu, na Mungu azidi kumbariki. Umekula nyama ngapi? Nimekula nyama moja. Moja. Nimeambia umekula nyama 2. Moja. Moja. Ni kweli? Mimi nawashauri wazazi waweze kuinspire watoto wao waweze kusoma shule ya Nangwanda, kwa sababu shule ya Nangwanda ni shule ambayo mimi nahisi kwa upande wangu, mimi sio kwa upande wangu tu, ni shule ambayo ina maadili mema, academic performance yake iko vizuri. Nadhani shule nyingine pia wanatufahamu. Kwa hiyo nazidi kwa inspire wazazi walete wanafunzi wa watoto wao Nangwanda, maana ni shule ambayo ina mazingira mazuri, tuna mabweni mazuri. Hivyo wazazi nawakaribisha sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Subira Ndogoro, mkuu wa shule Nangwanda Sekondari. Siku ya leo tuliamua kufuturu na watoto wetu, wanafunzi wetu wa Nangwanda Sekondari wanaoishi bwenini, tukiwa tunaelekea mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kuna wenzetu ambao wanaendelea na Kwaresma nao wanaelekea ukingoni. Tukaona siku ya leo ni vizuri pamoja
tukafuturu jioni hii ya leo. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ni mwezi wa Kwaresma. Tukaona pamoja leo tufuturu pamoja kwa ajili ya kuonyesha upendo. Unapofuturu pamoja kuna upendo hapo. Kwa hiyo hii itakuwa ni siku ya kumbukumbu kwa wanafunzi wangu, kwa sababu kama nilivyosema tumefuturu pamoja, hapa kuna upendo, lakini pia tumepata vitu adimu ambavyo sio kawaida kwa shuleni. Kwa hiyo naamini wamefurahi watoto wangu. Mimi naweza kuchochea, inawapa ari ile ya kuona kwamba wanatambulika, wanakumbukwa na mama yao, Madam Subira. Ndio. Lakini pia tunamuomba Mwenyezi Mungu zoezi hili liwe endelevu. Baada ya muda fulani tuwe tunakutana hapa jioni, tunapata chakula cha pamoja, tunahusiana, tunakumbushana. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie riziki ili hali iendelee mara kwa mara. Tunahamasisha wazazi kuwaleta watoto Nangwanda Sekondari. Hii ni shule ya wasichana, tunawalea hapa kwa maadili mema, lakini hata performance imekuwa ni nzuri kwa kidato cha 6, lakini hata kwa wale wa O-level mwaka baada ya mwaka matokeo yanaendelea kuwa mazuri. Kwa hiyo tunaomba wazazi wawalete hapa wasichana, tutawalea na watatoka hapa wakiwa wamepikwa vizuri sana. Nawaambia kwamba watoto wao wako sehemu salama, wawe na amani. Sisi tuko hapa kuwalea watoto hawa. Jina naitwa Omari Ismail Mengati. Mimi ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Nangwanda, shule ya sekondari wasichana. Naomba tu nizungumzie kidogo ili hii tafrija fupi ambayo iko hapa ya iftari. Hii iftari ni kwa hisani ya uongozi ama mkuu wa shule ya sekondari Nangwanda, Madam Subira Ndogoro. Hii iftari imeleta tija kwa kuwakusanya wanafunzi pamoja na stafu kwa pamoja katika kushiriki hii chakula cha jioni hapa pamoja, ikiashiria ni upendo mkubwa sana, kwamba uongozi wa shule ameonyesha ni namna gani kwamba anajali wanafunzi na pia anajali watumishi ambao wako chini yake kwa kuwakusanya pamoja na kupata iftari. Iftari ni si kwamba anacho sana, lakini ni kwamba tu ule moyo umempa akaamua afanye hivyo. Lengo ni kuwavuta wanafunzi wake na kuwaweka sawa, lakini pia hili linaleta tija pia, kwa sababu hata ukiangalia kwa upande wa taaluma, mama amefanikiwa kwa sababu ameweza kuwaunganisha wanafunzi, na tunaona kabisa matokeo ni mazuri. Matokeo ya kidato cha 2 mwaka huu, mwaka jana tumefanya vizuri, matokeo ya kidato cha 4 pia tumefanya vizuri. Lakini si katika tu kwamba anafundisha, si katika tu kwamba anafundishwa, hapana, pia ushirikiano uliopo kati ya walimu wa shule pamoja na wanafunzi unapelekea kuleta tija na taaluma nzuri katika maendeleo na mustakabali wa shule. Pia nitoe wito kwa jamii, nitoe wito kwa wahisani ambao labda wako jirani na eneo la shule. Wanapopata wasaa kama hivi, ni vizuri zaidi kuungana na wanafunzi hata katika matukio makubwa kwa ibada kama hizi za mfungo wa Kwaresma, mfungo wa Ramadhani, mkawakusanya wanafunzi na kuwaita kupata staftahi kama hii. Inaleta tija pia na kuwahamasisha, kwa motivate wanafunzi wanakuwa motivated kwa sababu wanapoona kwamba wanatambuliwa. Kwa sababu tukimrejea mwanasaikolojia maarufu duniani Abraham Maslow anasema kwamba ili mwanadamu aweze kuishi anahitaji kutambuliwa. Kwa hata mwanafunzi tukimtambua tu hata kitaaluma anapanda. Kwa hiyo si kufundisha tu darasani, hata kuwajenga na kuwavuta kwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da Muhammadan ibn Abdullah salawatullahi rabbi wassalamuhu alayhi. Alhamdulillahi alladhi aliyyi dhati azimi sifat jarilul burhan muti'il amr. Wa ba'd, baada ya tahmidi ya Allah subhana na kumtakia rehma za ziada kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu ambaye ametufaradhisha saumu Ramadhan ambayo tunakwenda kuimaliza hivi punde biidhni Rahman. Allah mwenyewe alishasema ndani ya Qur'ani, ayyama ma'dudat,
kwamba hiyo shahri Ramadhan, huo mwezi wa Ramadhani ni masiku machache, na ule uhakika wa masiku machache tayari umeshaonekana. Maana tunapozungumza leo, nadhani ndio itakuwa siku ya mwisho kula daku. Kesho tunatekeleza na kutimiza saum siku 30 au siku 29, na Allah kajalia ndani ya mwaka huu inshallah Idi dunia mzima tutasali pamoja. Hilo tulifahamu. Sasa Ramadhani ilivyokuwa imekuja kidogo, tuliona tumejipamba katika akhlaqi zilizokuwa nzuri. Sasa basi yale ambayo tulikuwa tunayaenzi na tunayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yaendelee kufanyika. Mathalan, tuliona kuna sunna ambazo zinaambatana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna sunna ambazo ni muakkada moja kwa moja. Ukisikia kitu katika dini kinaitwa muakkada, ni kitu ambacho kitu hicho kilibakia kidogo sana Mwenyezi Mungu kukifaradhisha kuwa ni kitu cha lazima, ndio inaitwa muakkada. Ni jambo lililotiliwa tashdid, jambo lililotiliwa mkazo ndani ya Qur'an.